عبد المطلب وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين أما بعد. Naam, watukufu Waislamu na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu ambao mmehudhuria katika dua hii. Tumo ndani ya masiku ya kumkumbuka mwanazuoni mkubwa Sheikh Ibrahim Kabeke ambaye alifariki mwaka 1956. Mwaka huu anatimiza miaka 69 toka kufariki kwake. Katika munasabati wa hauli yake tumeona tuwe na maadhimisho pia ya Sheikh Alfan bin Muhammad Zindijani ambayo yalifanyika jana. Lakini maadhimisho ya Sheikh Alfan kiume kutimiza miaka 100 toka kuzaliwa. Leo tarehe 3 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025, ratiba yetu ya leo tumeona tuwe na dua maalum ya kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Kama mjuavyo, nchi yetu inapita kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu. Tumo ndani ya kipindi hicho. Michakato yote imepita, sasa hivi tumo kwenye kipindi cha kampeni. Watanzania wanajitokeza kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara kwenda kusikiliza ilani za vyama mbalimbali, kwenda kusikiliza sera za vyama mbalimbali kwa lengo la kupima wamchague nani. Hatimaye tarehe 29 mwezi wa 10 huu tuliomo itakuwa ni siku ya kupiga kura. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali ameelekeza kwamba tuzidishe dua katika kipindi hichi kuiombea nchi yetu ya Tanzania idumu amani yake, udumu utulivu wake. Kwa hiyo sisi wana Ibrahimia Islamic Center, kituo hichi ambacho ni kituo kikongwe katika vituo kongwe vya mji huu wa Ujiji Kigoma, ni pamoja na Ibrahimia Islamic Center, na hauli hii ni ya 69. Tumeona katika ratiba yetu tufanye dua maalum kwa kuitikia wito huu wa Mheshimiwa Mufti kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Enyi mliohudhuria, nia zetu moja ni kuiombea nchi kwenye dua hii, idumu amani yake, udumu utulivu wake. Nyote mnajua umuhimu wa amani. Leo tunajivuna kwamba tunaweza kufanya hizi hauli, kwamba hii ni ya 69. Tunakusanyika kama tulivyokusanyika hapa, madrasa zaidi ya 20-30, watu kutoka Kasulu, Kibondo, Uvinza Kusini, Uvinza Kaskazini, Buhigwe na maeneo mbalimbali mlioko hapa. Ni kwa sababu nchi yetu ina amani, ina utulivu. Leo watu wamesafiri kutoka Mwanza, Dar es Salaam, Iringa, Dodoma, Mbeya, Tabora na maeneo mbalimbali mliotoka mpaka nje ya nchi, mmekuja kwa sababu kuna amani. Kwa hiyo tuiombee nchi yetu amani na utulivu. Tuombee uchaguzi huu upite kwa amani na salama. Mwanzo wake uwe kheri, wakati wa uchaguzi kuwe kheri, na hata wakati wa kutangazwa matokeo kuwe kheri, na baada ya uchaguzi, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Nchi yetu inahitaji amani. Na hapa tutoe wito kwa wanasiasa wote wa vyama vyote kwamba kwenye kipindi ambacho wanaendelea kunadi sera zao, kunadi ilani za vyama vyao, silaha kubwa itakayowasaidia ili Watanzania waelewe ni silaha ya kuchagua maneno ya kusema. Habari ya kukashifiana, habari ya kutukanana, habari ya kuvunjiana heshima, habari ya kumwadhiri mtu kwa sababu labda ya dini yake, kumtukana mtu kwa sababu ya jinsia yake, kumtukana mtu kwa sababu labda ya upande anayotoka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hiyo sio siasa na haina nafasi katika siasa za Tanzania. Tuhakikishe kwamba tunahubiri kwa kueleza sera, kwa kueleza ilani za vyama vyetu, kwamba mimi mkinichagua nitawafanyia nini kama Mtanzania nilioamua kugombea.
Lakini tuviombee vyombo vya ulinzi na usalama kwenye kipindi hichi. Mwenyezi Mungu aendelee kuvipa thabati ya kung'amua na kubaini mtu yoyote anataka kuleta vurugu katika nchi yetu. Lakini tuombee vyombo vinavyosimamia uchaguzi, kwa sababu inaitwa tume huru. Mwenyezi Mungu ajalie iendelee kuwa huru, ifanye kazi kwa uhuru kama ilivyo kawaida yake. Kwa miaka yote ya uchaguzi wa Tanzania wamekuwa wanafanya kazi nzuri, basi Mwenyezi Mungu awaendeleze kufanya kwa uzuri unaotakiwa. Lakini tumuombee rais aliyoko madarakani, Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ambarikie na Mwenyezi Mungu amhifadhi. Na hili tunalisema wazi kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, hata kama tumo ndani ya uchaguzi, yule rais aliyoko madarakani ndiyo rais aliyopo. Kwa mtu asihoji kwa nini mnamuombea yeye? Tunamuombea kwa sababu ni rais, na kipindi hichi ni kipindi cha uchaguzi, kinahitaji umakini mkubwa. Tuna wajibu wa kumuombea kheri nyingi na baraka Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuitike amin. Lakini tunamuombea Daktari Hussein Ali Mwinyi, yeye yuko Zanzibar, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Naye Mwenyezi Mungu ambarikie na amhifadhi na ampe ile kheri anayoyataka. Tuiombee nchi yetu kwa ujumla wake, Mwenyezi Mungu aibarikie, idumu amani yake na utulivu wake. Na tusahau pia kumwombea mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri. Na sote tuliohudhuria kwa shida zetu na haja zetu, tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie kila aliyekuja katika ziara hii na katika zafa hii, aliyekuja na shida Mwenyezi Mungu amuondolee shida yake, aliyokuja na haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja yake. Na tutie nia kwa baraka ya wazee waliolala hapa, kwa baraka ya ziara tutakayofanya kwenye maziara mbalimbali ya mji wa Ujiji, mji mkongwe, mji ambao una misikiti ya toka mwaka 1840, 1810, 1820, mji mkongwe. Kwa baraka zilizoko ndani ya mji huu, Mwenyezi Mungu ajalie dua hii iwe makabul. Na kwa umma huu na mchanganyiko, watoto wa kiume, watoto wa kike, maustadhi, matalibul ilmu, mayatima, kina mama, kina baba, wote mliohudhuria, Mwenyezi Mungu atujibu dua yetu. Na Mwenyezi Mungu atengeneze watoto wetu na vijana wetu. Liko jambo linaloendelea sasa hivi la mmomonyoko wa maadili. Tunatakiwa Watanzania wote tusimame kukemea. Yako mambo yanaendelea ya mtu anatokea kwenye mitandao ya kijamii anatukana. Hata hivi hapo tunavyozungumza, mtu anafikia mahali anamtukana kiongozi wa dini. Askofu akisema kitu anatukana, anashambuliwa. Shekhe akisema kitu anatukana, anashambuliwa. Sikwambii viongozi wa serikali, watu wamefika mahali anamshambulia mpaka rais wa nchi. Alafu anatokea mtu mmoja anasema msikataze. Unajua mnaposema ndio mkao mnayatangaza hayo mambo. Tunayatangaza wakati watu wanatukana, kwa waachwe tu. Lazima tukemee mambo haya, tupaze sauti na Mungu ashuhudie kwamba tuliwakanya watoto wetu, tuliwaadabisha watoto wetu. Uislamu unaelekeza juu ya tabia njema. Moja ya sifa ya Mtume Muhammad ukisoma ndani ya Qur'ani, Mungu anasema wa innaka la ala khuluqin adhim. Wewe Muhammad una tabia njema, uko juu ya tabia njema. Maana yake kila mzazi anatakiwa amwadabishe mtoto wake, amuelekeze mtoto wake, na hakikishe mtoto anakuwa na tabia njema. Leo anatokea binti ndani ya mitandao, kwenye mitandao, anamtukana mpaka rais, anamtukana labda waziri, anamtukana mkuu wa mkoa. Huyu ni kiongozi. Haifai hata huku tunapokwenda. Ila aina tadhhabun, wapi mnapokwenda? Tukemee mambo machafu, tukemee mambo yasiyofaa, tukemee mambo ambayo yanaweza kutuingiza kwenye matatizo. Tumesikia pia wako baadhi ya watu wanatangaza tarehe 29 siku ya kupiga kura, badala ya kupiga kura wanatangaza kwamba tutafanya maandamano. Tunataka tuseme hiyo siku kwa mujibu wa tarehe na kalenda ya nchi ni siku ya uchaguzi, omba kibali. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu, vijana wa Kitanzania, kuweni makini, usikubali kuingizwa. Vijana wenyewe wanasema kuingizwa chaka. Huenda huyo anayetangaza maandamano hayuko Tanzania, ndio anahamasisha. Unahamasishwa na mtu hata asionekana. Hapo katikati ilitokea lugha, kuna wasionekana. Kumbe wasionekana ndio hata hao walioko Uingereza, Marekani, Canada, si wapi, lakini hawaonekani. Wanakuhamasisha wewe, naona ingia mkenge, wanataka utoke uandamane. Kuna jeshi la polisi,
Kuna majeshi ya ulinzi na usalama yameapa kuilinda nchi. Wewe unapoingia kwenye mapambano, utaweza mapambano na vyombo hivyo? Ikitokea umethibitiwa, utapiga kelele, hapa hakuna haki za binadamu. Ala, haki za binadamu ni wewe kuvunja sheria ya nchi. Sisi kama viongozi wa dini, na mimi tumena nafasi kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa viongozi wenzangu wa dini, sote kwa pamoja tusimame kukemea utovu huu wa nidhamu katika nchi. Tusimame kukataa mambo yasiyofaa katika nchi, na tumuombe Mwenyezi Mungu hizi ishara mbaya ziondoke na zisikubalike katika jamii yetu. Kwa haya ndio nataka niyaseme mwanzo, ili kila aliyohudhuria katika shughuli hii awe ala basira, ajue kwamba dua hii ni ya nini. Tuko katika msimu wa hauli ya Sheikh Ibrahim Kabeke, Sheikh ambaye amefanya kazi kubwa katika dini, ameacha wanafunzi wengi. Sisi ni vitukuu kwake. Basi kwa baraka yake Mwenyezi Mungu aendelee kuituliza nchi, Mwenyezi Mungu aendelee kutuliza, Mungu aendelee kudumisha amani. Lakini mkoa wetu wa Kigoma Mwenyezi Mungu aubarikie, mikoa yetu yote Tanzania Mwenyezi Mungu aibarikie, na sote kama Watanzania tusimame pamoja, tusibaguane kwa dini, tusibaguane kwa kabila, tusibaguane kwa rangi. Tunapoenda kwenye uchaguzi, hatuendi kuchagua askofu wala hatuendi kuchagua shehe, tunakwenda kuchagua mtu atakayeweza kusimamia na kuleta maendeleo katika nchi. Sisi Waislamu tumeruhusiwa na Uislamu kuishi kwa wema na wasiokuwa Waislamu. Kwa muda ule hawajatuvunjia amani yetu, hawajatuondoa. Mungu anasema la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Kwa muda ule hawajatuvunjia heshima, na sisi tuwavunjie. Tuishi kwa wema na ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, na hata hapa ndio maana tumewalika wapo. Lakini pia tuhakikishe Uislamu wetu unakuwa Uislamu imara. Tuhakikishe kwamba tunasimama pamoja. Tuhakikishe kwamba tusiruhusu mtu kuivunjia heshima dini yetu. Kama ambavyo haturuhusu mtu katika dini yetu avunje heshima ya mtu mwingine, basi pia dini yetu tusiruhusu ikachezewa. Lakini mwisho, umoja miongoni mwetu. Hichi ndio kilio cha Mheshimiwa Mufti. Tuhakikishe kwamba tunasimama pamoja, Waislamu tunakuwa kitu kimoja, tunapendana, na kisio Waislamu tu, wa Tanzania kwa ujumla wetu tunapendana na kusaidizana. Haya ndio nataka kuyasema ili tufanye dua yetu. Baada ya dua tutaswali swala ya alasiri, na baada ya swala ya alasiri tutaanza zafa kwa mtiririko nilioelekeza. Baada ya kusema haya niwashukuruni, na sasa tuko tayari kuanza dua. Lakini kila mmoja aliyehudhuria atie nia yake, atie nia. Na nia zetu ni kwanza ni hizo nilizozieleza, kuiombea nchi, kuombea amani, kumwombea rais, kuombea mufti, kumwombea rais wa Zanzibar, kuombea tume ya uchaguzi, kuombea vyombo vya ulinzi na usalama. Tunaviombea vyama vyote vya siasa, Mwenyezi Mungu avibarikie. Lakini na chama hichi ambacho kimetawala nchi kwa zaidi ya miaka 60, nchi ina amani, nchi ina utulivu, na chenyewe tukiombea hasa dua maalum, Mwenyezi Mungu akibarikie na akipe nuru na akipe baraka. Lakini na kila mwenye mapenzi mema ya kuipenda nchi, Mwenyezi Mungu tumuombee, Mungu ambarikie. Na mwisho niwaombeni, safa yetu itaongozwa na sisi mashehe na wazee, lakini tutakwenda kwenye vituo huko na tunaye mnyama. Nitumie nafasi hii kutoa shukrani kwa ndugu yetu ambaye ametupa sadaka hii, kwamba shehe katika dua hiyo, basi mimi natoa sadaka yangu ya mnyama anayeitwa ngamia. Takbir, takbir, takbir. Anasema kafara hiyo. Muombe Mwenyezi Mungu atubarikie. Lakini inshallah kesho ngamia huyu atadhabihiwa. Tusemeni inshallah. Na tumesema mchele wa kesho, ile sadaka ya kesho ya maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe wali mchele wa ngamia. Tusemeni inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutokee hapa tupige mchele wa ngamia, ni sadaka. Wa at'imu ta'ama ala hubbi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Asitokee mtu mnapenda kula tu, watu wametoa sadaka zao, wengine wametoa kwa nia, ninatoa hii, Mwenyezi Mungu abarikie hivi. Basi wote waliotusaidia kwa namna moja au nyingine, na watakaoendelea kutusaidia, Mungu anajua majina yao, anajua nasaba zao, anajua walichokitoa katika hadhara hii ya bwana mkubwa huyu na hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu awabarikie wote na walipe kheri, na wote waliosafiri kutoka mbali kuja, Mwenyezi Mungu awalipe badala. Waandishi wetu wa habari, Mungu awalipe kheri.
kheri. Ndugu zetu waliotoka sehemu mbalimbali mikoani kuja kwa jambo kama hili, Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Sasa tutie nia na tutajamaza kimya kabisa kwa ajili ya nia.
ambao ni eneo la tarehe na historia kubwa ya Uislamu na tarehe kwa mashashia kubwa na masharifu na ulama na salihin. Kila aliyekuja hapa tia baba shughuli na wewe ukiondoka hapo yako yavuke. Shida zako ziondoke, haja zako zitiwe. Mwenye shida ya uzazi Mwenyezi Mungu awazazi, mwenye shida ya watoto kwa watoto wema, mwenye shida ya ndoa Mwenyezi Mungu awape wazuri, mwenye shida na matatizo kwenye familia waondoe matatizo hayo, mwenye shida ya dhiki ya maisha Mwenyezi Mungu aondoe hizo, mwenye taabu katika shughuli zao wasiendeleze. Kila yako kila jambo lilosusia na wao wako mzee waliposusia hapa wametuma na kuomba na kuhusia kwa baba Mwenyezi Mungu. Wale wote waliotuma unajua majina yao, unajua nasaba zao, unajua mahala waliko. Kila aliyetuma tuombe kwa Mwenyezi Mungu anataka muondolee anataka. Kwa baba ya somo hili tutie ya baraka muombe na Mungu tunachotaka kwa Tanzania katika kaka Mzee na Ali na sote tukulia maisha zetu. Tuombe kwa wewe wa Kigoma, tuombe nchi ya Tanzania, tuombe kwa unyenyekevu kubwa katika hili na katika eneo hili. Na kwa baraka tumetoa para yetu nyama mia ambayo inatolewa kwa ajili ya sadaka. Hii ni sadaka ambayo yadiniwa ili atolewe sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kutakabali dua yetu. Katika ulinzi wa mayatima, wako matalibu ilmu, wako wajane, wako watu wenye shida. Mwenyezi Mungu anaomba kwa baraka ya tauhidi kila atakayeomba adiwe na haya maksudi tuliyoweka ya Allah. Baadhi ya watu wamesafiri kilomita 7 Allah kwa ajili ya shughuli hii na kwa ajili ya dua hii. Basi tupe kabuli, wenye maradhi waponye, wenye shida waondolee, wenye haja wakidhiwe. Na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu naomba umlinde, umtie katika ulinzi wako, umtie katika kasi yako. Mwenyezi Mungu kinge kama ulivyokinga roho ya mwanadamu kwenye mwili wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu maadui wasimuone, maadui wasifikie, na wale wenye mbaya kutikisa serikali yake kuwatikise wao. Mwenyezi Mungu na wanadao waliko ya Rabbal Alamin wapatilize, wapite kama yaiza na nchi yetu waione hivi. Ya Rabbi, nchi yetu waione imetulia. Ya Allah, nchi yetu waione imetulia. Tamka ya Allah, tamka kwa sauti kubwa ya Allah, taja jina la Mwenyezi Mungu ya Allah, ya Allah.